Kwa Emmanuel Joseph Mkonga wa huduma ya Rehoboth Ministry Tanzania, na furaha kubwa kualika katika maombi ya usiku wa leo, maombi ya mwezi wa pili. Na sasa tunaenda kujifunza somo msingi kwa ajili ya mwezi wa pili ambalo tunamtaka Mungu kupitia njia ya maombi lithibitike kwenye maisha yetu. Na naomba niombe. Bwana Yesu, nibariki neno lako, tutie nguvu, tutie uhai, na kulisikia tupate hali mpya, tupate maono na mafunuo mwezi wa pili, tukauone kwa ukubwa, nguvu zako zikatembee pamoja na sisi katika maisha yetu ya kila siku, katika jina la Yesu, amen. Somo letu tunasema kwamba nani ni kiongozi wako? Who is your leader? Nani ni kiongozi wako? Na Biblia inajifunua wazi kitabu cha Zaburi ile sura ya 23 mstari wa kwanza. Wakati Daudi anamwambia Mungu Zaburi, Daudi akagundua kwamba Bwana Yesu ndio kiongozi wake, Mungu ndio kiongozi wake. Anasema kitabu cha Zaburi kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya majani ya utulivu uniongoza. Kuniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mtu wa Mungu, unapojifunza somo hili leo, na kukaribisha tupitie kipengele kwa kipengele la kwa nini Daudi aliamua kusema kwamba Bwana ndiye mchungaji wake na akaamua kuwa ndiye kiongozi wake. Yes, unaweza kuwa na mchungaji wa kanisani kwako, lakini haujaamua kuwa kiongozi, akawa kiongozi wako. Ni mfano mzuri. Daudi anasema kwamba Yesu ni mchungaji wake, lakini pia ndio kiongozi wake. Anasema kwamba katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Kwa hiyo Mungu ni kiongozi. Daudi anasema hata pungukiwa na kitu kwa sababu Mungu ni kiongozi. Kwa hiyo jambo la kwanza, ukitaka usipungukiwe na kitu kwenye maisha ya leo, ukitaka usiwe mhitaji wa kitu kwenye maisha ya leo, jambo la kwanza lazima ukubali kwamba Mungu awe ni kiongozi wako namba moja. Awe kiongozi wako namba moja. Lakini jambo la pili, Mungu awe mchungaji wako. Akulishe. Akulishe. Nini maana yake? Watu tunalishwa na nguvu za giza. Watu wanalishwa kwa akili zao. Watu wanalishwa wengine kwa elimu zao. Watu wengine wanalishwa kwa nguvu zao, jina zao. Na wakifika nyumbani jioni wanasema kwamba ni kwa nguvu zetu tumepata mali, tumepata chakula, tumefanikiwa. Daudi anasema Bwana ndiye mchungaji wake na hata pungukiwa na kitu. Kwa nini? Kwa sababu anasema katika malisho ya majani mabichi. Manake Mungu humuongoza Daudi katika malisho ya majani mabichi. Daudi akijichukulia kama kondoo. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba Mungu hawezi kumpeleka katika majani makavu. Kwa hiyo Mungu akiwa ni mchungaji wako hawezi kuongoza katika majani makavu. Kwa maana hiyo nini? Hawezi kuongoza katika kukosa, katika insufficient. Mungu ataongoza katika kufanikiwa. Nini maana yake? Ukimkubali Mungu kuwa kiongozi na Mungu kuwa mchungaji wako, faida namba moja, hautapungukiwa na kitu. Lakini faida ya pili nasema kando ya maji ya utulivu uniongoza. Kwa maana hiyo Mungu anatoa assistance kwenye maisha yako ya kuongoza. Unapokuwa na Mungu kama mchungaji wako, unapata kuongozwa. Kuna mahali huwezi kuona, Mungu anakuonesha pita pale. Kuna mahali huwezi kufika, Mungu anakuambia pitia pale. Kuna mahali unafikiria utaendaje, Mungu anakuonesha fanya njia hii na hii na hii. Ukiwa na Mungu kama mchungaji wako. Najifunza kwa Daudi, mara kwa mara Daudi alikuwa akitaka kwenda vitani. Biblia inasema kwamba alikuwa anatafuta shauri la Bwana. Anataka kuzungumza na Mungu. Mungu amwambie, Mungu niwashukie watu hawa, utakuwa pamoja na mimi. Na Mungu anamwambia washukie. Wakati mwingine anamwambia hapana, usiwashukie. Nini maana yake? Alikuwa anatafuta maongozi. Kumbe tukiongozwa na Mungu tutakuwa ni watu wenye faida. Na kutakia mwezi wa pili na kutamkia kwamba tukubali kuwa chini ya kiongozi Kristo ili atuongoze katika faida. Biblia inasema kitabu cha Mithali sura ya 32 mstari 8. Anasema nitakufundisha, nitakuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri, jicho langu litakutazama. Biblia bado Mungu anaendelea kumwambia Daudi kitabu cha 32 cha Zaburi ya 32 mstari 8 kwamba atamfundisha. Akishamfundisha atamuonesha njia. Leo tutapitia katika changamoto nyingi sana wa Kristo. Tunajiendea kwenye mambo yetu.
tunajiendea tu kwenye shughuli zetu, tunajiendea kwenye mipango yetu. Hatutaki kabisa kutaka shauri la Bwana kwenye maisha yetu. Hatutaki kutaka shauri la Bwana kwenye kila ambacho tunakifanya. Lakini Daudi alikuwa kila anataka kukifanya anataka shauri la Bwana. Ndio maana miongoni mwa wafalme waliofanikiwa, miongoni mwa watu waliofanikiwa tunawasoma kwenye maandiko matakatifu, Daudi alifanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kila hatua alikuwa anataka kuipiga alikuwa anauliza shauri la Bwana. Mtu wa Mungu, jifunze kuuliza shauri la Bwana katika kila hatua unataka kuiendea. Mungu anasema kupitia kitabu cha Zaburi 32:8, nitakufundisha. Kumbe Mungu yuko tayari kwa ajili ya kutufundisha. Kama anavyosema Daudi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maana kama Mungu akiwa ni mchungaji wetu, tukiwa chini ya miguu yake, mikono yake, yuko tayari kutufundisha, na sio kutufundisha na kutuonesha njia. Kuna wakati hatuoni njia, kuna wakati tunapita kwenye giza. Naongea na watu ambao sengine wanapita kwenye giza sahihi. Giza la ajira, hamna ajira, giza la magonjwa sugu. Wengine wameambiwa una kansa, wengine wameambiwa una HIV, wengine wameambiwa una kisukari, wengine wameambiwa una ugonjwa wa moyo na mashida mengi, magonjwa ya figo. Anaona giza mbele. Sikiliza, mimi nasema kama Zaburi ya 32:8, nitakufundisha lakini nitakuonesha njia. Kumbe wakati hatuoni njia, Mungu anaweza kutuonesha njia. Mtu wa Mungu, wakati mwingine umepita katika situation nyingi, unatafuta mpenyo, unatafuta cha kufanya, unatafuta Mungu akusemeshe kitu, Mungu akwambie kitu, na jumbe kwa ajili yako. Bwana Yesu anasema anaweza kukuonesha njia. Nini maana yake? Ukikubali Mungu kuwa mchungaji wako na ukamfanya kuwa kiongozi wako, anasema atakufundisha. Atakufanya nini? Ile jambo ambalo haliwezi, ile mambo ambayo hawezi, umejaribu kwa watu kutafuta ushauri, haiwezekani. Umejaribu kwa wanadamu kuomba msaada, haiwezekani. Umeona umefikia tu umeshindwa.